Tukiwa tunaendelea na masomo yetu ya science practicals, nikupongeze wewe ambaye umekuwa ni mwenye kufuatilia vipindi vyetu ambavyo vipo nyuma na vinavyoendelea kuwekwa hivi karibuni katika channel hii. Hii ni Magulu Academy, karibu sana na uweze kuwa nami wakati huu tuweze kuona namna ambavyo tutaweza kuwa bora. Nazungumza na mwanafunzi ambaye yupo shule au yupo ni private candidate au ni school candidate. Tunahakikisha anaweza kufanya vizuri, na ukiwa ni mwenye kufuatilia channel hii basi utakuwa ni mwenye kuelewa concept nzima juu ya practical, na utakuwa bora katika namna ya kufanya masomo yako yaweze kukukomboa. Sasa tukiwa katika physics practical, mwanafunzi ambaye anataka kufanya vizuri, ni muhimu sana kufanya connection, kuwa na connection juu ya maswali ambayo yanaendana. Kunakuwa na swali la kwanza, swali la pili, swali la tatu na mpaka swali la mwisho. Sometimes kuna maswali ambayo lazima ufanye step ya kwanza ndio uende step ya pili, ndio uende step ya tatu, na ndio mpaka ufike step ya mwisho. Sasa wanafunzi mara nyingi unaweza kufanya practical ya kwanza, practical ya pili, practical ya tatu, lakini usipokuwa ni mwenye kutengeneza mazingira kwamba uweze kuelewa, kuwa na understanding ya jumla, kuweza kuconnect zile dots, kuconnect zile point katika kujibu maswali, inawezekana ukakosea swali la kwanza, swali la pili, au experiment ya kwanza, experiment ya pili, na kulingana na series ambayo utakuwa unaifanya. Lakini ukiweza kutengeneza connection juu ya maswali, basi utakuwa ni jambo kubwa sana, au ni faida kubwa kwako. Utaweza kusave muda juu ya kusoma maswali yenyewe, lakini pia kuwa na accuracy juu ya kujibu maswali. Sasa leo nataka tuangalie swali mojawapo, swali la simple pendulum. Tumeshafundisha katika lesson iliyopita ya kwanza na ya pili, tulionyesha namna ya kutumia formula kutafuta data, na tukaona namna ambavyo unaweza ukaprove slope yako kabla hata hujaenda kufanya calculation, ukaijua, ili uweze kujua kwamba ina range katika value ya aina fulani. Pindi ambapo utaenda kufanya calculation, ukikosea basi unaweza ukapata challenge na ukaweza kurudia kwa haraka, ukaweza kutatua changamoto hiyo. Kwa mfano tukiangalia anaposema determine slope, alafu anafuatisha relationship, swali ambalo unaliona. Lakini kuna swali ambalo liko hapa, evaluate d from this equation where s is slope. Unaona kwamba ili uweze kupata slope, uweze kupata hii value ya d, lazima utafute slope. Kwa lazima unaona kuna connection kati ya slope na swali ambalo unaenda kulifanya hapa chini. Lakini pia kuna swali linalofuata kwamba what is the SI unit of d. Unapaswa kutengeneza mazingira kuweza kupata SI unit kila unaposolve swali lako. Kwa maana slope, ukija katika grafu hii kwamba L against t square, ukija katika grafu hii kwamba L against t square, L against t square, ni kwamba grafu yetu itakuwa ni L against t square. Sasa utakuja hapa, kwa maana utachukua grafu yako hapa, utanyoosha utachukua grafu yako hapa horizontal na vertical namna hiyo. Lakini hapa inakuwa ni length, lakini huku kunakuwa na t square. SI unit nadhani unaziona second square, na hapa kutakuwa na centimeter au meter. Hivi ndivyo ambavyo unaweza ukafanya. Sasa ukiangalia slope kwamba grafu yetu inakuja katika let's say direction namna hiyo, na ukija kuchora slope kwa maana utachora slope yako ukitumia dotted lines
then unaenda kutengeneza triangle namna hiyo. Sasa ukija katika slope kwamba we have change in length, kwa maana inakuwa katika centimeter, and then change in t square inakuwa katika second square. Tayari ukija katika slope kwamba slope ni sawa na change over length ambayo ni centimeter over change in second square which is t square, tayari ushapata SI unit ambayo ni centimeter per second square. Sasa hii ndio SI unit ambayo unatakiwa kuifahamu, kwamba kila step unapaswa kuonesha the SI units. Ni jambo la msingi sana katika kufanya vizuri swali la physics. Sasa tukirudi hapa, nitakwambia kwamba ukiangalia hapa nini ambacho ukiprove slope yako, tukirudi hapa unaona kwamba length against t square, unaweza ukaona kwamba slope length against t square, grafu yetu itakuwa hii hapa, kwamba length against t square, na ukija kuprove slope unaenda kupata 0.25 ambao ni 1/4. Sasa ukichukua hii slope ambayo ni s, ukaenda kuitengenezea equation ambayo tumepewa solving, kwamba s ni sawasawa na d over this value 4 times hapa kuna 4 times 9.86. Nini ambacho kinaenda kutokea? Najaribu kutengenezea connection, wewe mwanafunzi ambaye unakuwa unapata shida juu ya kuelewa maswali yanavyokwenda. Slope tumepata 0.25. SI unit ni centimeter per second square. Sasa nini ambacho kitatokea ni kwamba slope itakuwa ni sawa na d over this one. Hii inaenda kuzidishwa na slope, kwa maana inaenda kuzidishwa hapa. Sasa tukichukua calculator yetu hapo, times ni kwamba nini ambacho kinaenda kutokea. Let's say calculator itakuwa ni 0.25 times 4 times 9.86. Na nini ambacho kinaenda kutokea? Jibu ambalo linaenda kutokea kwamba d ni sawasawa d itakuwa ni sawasawa na 9.86 kwa maana SI unit inakuwa sasa, hii inakuwa katika mita, let's say 0.5 inakuwa katika mita. Ili tuweze kupata centimeter tulitakiwa tupate let's say 25 cm per second square, lakini kama ni mita itakuwa ni 0.25 ikiwa katika mita. Kwa hiyo hapa itakuwa mita per second square. Sasa wewe kama mwanafunzi umepata jibu la namna hiyo. Umepata jibu hili hapa ambalo ni 9.86. Alafu kuna swali ambalo linafuatia hapa. What is the SI unit of D? Nini ambacho natakiwa kufanya? D umepata juu kwamba umepata value 9.86. What about the SI unit? SI unit hapa ni kwamba unaenda kujaza kwamba ni meter per second square ambayo umeipata. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kuna connection kati ya maswali ambayo yanaulizwa mwanzo na maswali ambayo yanafuata. Tuangalie swali la namba 6 hapa. What is the physical meaning of D? Unakuta mwanafunzi wa namna hii anakosa swali hilo. Physical meaning of D. D umepata value hii hapa, ambayo actually katika simple pendulum 9.86 in our mind
tunafahamu kwamba this is acceleration due to gravity, na SI unit inatuonyesha kwamba meter per second square is acceleration due to gravity. Sasa ikiwa unafahamu maswali ya namna hii, haupati shida, unaenda kuchukua jibu kama lilivyo, unaenda kulitengenezea majibu ambayo umeulizwa. Kwamba physical meaning of D, physical meaning inamaanisha kwamba ukiangalia SI unit unaweza ukatizama value, tayari unakuwa umepata jibu. Hapa jibu ni kwamba physical meaning of D is acceleration due to gravity. Kwa sababu gani? Tumepata 9.86, hiyo inaweza ikawa inatosha. Then ukaangalia SI unit, meter per second square, acceleration due to gravity. That is the physical meaning. Kwa unaweza kuona kwamba the connection from the first procedure to the questions one by one ni muhimu sana katika kujibu maswali ya physics, na utakuwa unakuwa ni mwenye kuelewa ukiwa ni mwenye kutafuta connection juu ya maswali moja baada ya jingine. Sasa angalia, what is the aim of experiment? Umesolve, umepata 9.86, umepata meter per second square. Alafu what is the aim of experiment? Wanafunzi anakosa, unapaswa kutengeneza link kuconnect kile ambacho umekipata. Ulikuwa unafanya calculations za kutafuta nini? Hapo ndipo utaweza kupata majibu. Na imani tutaendelea kuoneshana namna ambavyo maswali yanaulizwa na namna ya connect zile dots ili uweze kuwa bora katika kusolve maswali yako. Na muhimu hapa ni kwamba endelea kufuatilia masomo haya kupitia channel hii. Mimi naitwa Mr. Maguru kutoka Maguru Academy. Endelea kuwa nasi, share na wengine waweze kujifunza, lakini pia tuweke comment hapo chini tuweze kuona kama umejifunza. Kama somo hili limekufaidisha, basi itakuwa ni njia moja ya kuwasiliana kwamba tulichokifundisha kimekufaidisha kwa namna gani. Endelea kuwa nasi katika vipindi vinavyofuata. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ambayo itakusaidia kukupa taarifa juu ya vipindi vitakavyokuja. Take care. Bye bye.